Mashabiki zangu mashosti, kuna kitu nataka niwaambie. Baadhi yenu mjifunze kitu, wale ambao mna akili. Kuna mama mmoja amenihadithia akaniambia, Malao, mimi nilikuwa single mami wa miaka 5. Nilikuwa na watoto wangu wawili, wa kiume na wa kike. Nimepata mtu akaja kanioa, kakubali mazingira yangu kanioa. Leo ninaye miaka 3 na mtoto wake mmoja wa mwaka mmoja. Ananambia kwamba hataki wale watoto wangu niwarudishe kwa baba yao. Mama Lao, nimechanganyikiwa, sijui nifanye nini. Baba yao ana muda mrefu, si wa shilingi, si wa 10 miaka, amenitupa na wale watoto. Na kisha wao ataongea mwanamke, sijui nitaanzia wapi. Unanishauri nini mamangu? Kitu nataka nikushauri pia na wengine wasikilie. Kwa ndugu zangu, baadhi ya wakina mama, fikirieni ambao mko masingo mama. Mbele ya kuolewa, angalia unaolewa na nusupuki from nowhere. Baadhi ya watu wanakuja kwa maisha yako, wana pretend love but it doesn't have the love. Guys, hakuna jinsi mwanaume anakupenda sasa kukatalia watoto, sababu ukipenda boga lazima upende na ua lake. Ni kama mwanamke ambaye ameolewa sehemu pa kuna watoto wa mume, endeni anze kuwakata wale watoto wa mume, na kwa sio vizuri, sio picha nzuri. Mtoto ni mtoto, hujui nani kesho atakusaidia. Ndugu zangu, situpe watoto wako kisa mwanaume, sababu mwanaume anakupenda kama ungali na nguvu za kumhudumia kile ambacho anachokitaka. Siku wewe nguvu zako zitaisha, huyo mwanaume hutomuona tena, atafuata wale ambao wana nguvu. Kwa hiyo watoto wako hao ndiye faida yako ya kesho. Tunazeeka, tunakuwa. Kuna wakati tafikiri utawategemea watoto. Watoto watakusupport. Sio wote watakukataa, naamini kwa ajili ya Allah. Kuna baadhi watakuwa wakorofi na kuna baadhi watakuwa sawa. Ila na labda wote wakawe sawa kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo usikate watoto wako kisa mwanaume. Mwanaume anaweza kakugeuka anytime, but watoto wako ni watoto wako tu ndugu zangu. Damu ni zito kuliko maji. Sababu baadhi ya wanaume wa dalili za kiyama hawana love ya kweli, wana just pretend love.